kwenye maelekezo ya Mungu. Usiweke maelezo kwenye maelekezo ya Mungu. Mungu anapokuwa ameliagiza jambo au amelitaka jambo, usiweke maelekezo yako. Watu wengi wanataka kumsahihisha Mungu, hautofanikiwa. Unaweza kujisahihisha wewe, lakini sio kumsahihisha aliyekuumba. Amen. Ndio maana kuna watu wamejisahihisha kwa kupaka marangi kwa nje, lakini bado Mungu anaona ni weusi. Amen. Nimesema kwa nje anaonekana, lakini ndani, na Mungu akimtazama hamuoni mweupe, anamuona mweusi. Kwa hiyo usiweke maelekezo kwenye maelezo kwenye maelekezo ya Mungu. Mungu anachokitaka yeye ndicho anachofanya. Katika dunia hii unaweza usifanikiwe kwa haraka kwa sababu wewe una maelekezo yako, au una maelezo mengi na maelekezo ya Mungu. Mungu alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu, anakufanya wewe. Maana yake wewe ni mfano wa Mungu, na Mungu akaweka utaratibu ili mwanadamu aenende, na aweka condition hizi, naweka utaratibu huu. Ili mtumishi akue, naweka utaratibu huu. Sasa nikwambie, hakuna awaye yoyote anaweza kubadilisha maelekezo ya Mungu akafanikiwa. Ayubu. Kwa hiyo ukitaka kutembea na Mungu, ukitaka kuishi na Mungu, ukitaka kufurahi na Mungu, hakikisha unafuata maelekezo yake. Unafuata nini? Maelekezo yake.